Katika kaunti ya Makueni, wacha tuelekee Kajiado ambapo wahudumu wa bodaboda mjini Kitengela katika kaunti ya Kajiado wamezua hofu kufuatia kuongezeka kwa visa vya utovu wa usalama vinavyohusishwa na watu wanaojifanya kuwa wahudumu wa bodaboda. Wahudumu hawa sasa wanaomba maafisa wa usalama kuchukua hatua za haraka kukomesha uhalifu huo. Susan Locho anatuarifu mengi zaidi. Ni taswira ya wasiwasi mjini Kitengela ambapo wahudumu wa bodaboda sasa wanalalamika kuwa usalama wao na wateja wao uko mashakani. Kulingana nao, siku za hivi karibuni watu wasiojulikana wameanza kujitokeza usiku wakihudumu kama wahudumu halali, lakini badala ya kuwasaidia wateja wanawapora. Mambo ya dhuluma ama mambo ya security sana iko chini, sababu wanabodaboda wengi wamewawa, wengi wamenyang'anywa mapikipiki, wameachwa kuwa maskini. Pikipiki zisizo na nambari za usajili ndizo zimekuwa silaha mpya ya ujambazi, huku wahalifu wakitumia mwanya wa giza kufanya uhalifu bila kugundulika. Bodaboda mingi ambazo zinafanya ujukuzi hapa Kitengela hazijakuwa registered. Hatuchachua data ya wanabodaboda wote ambao tuko nao Kitengela ndio tuweze kupanga hii sekta, ndio tuweze kujua wale ambao wako na stage na wale ambao wana stage. Kwa sasa wanalaumu usimamizi duni katika sekta hiyo na migawanyiko ya uongozi, wakisema imezorotesha juhudi za kukabili uhalifu. Uongozi ambao uko kwa sasa hivi naweza nikasema imetufeli, kwa sababu kiongozi wetu yeye mwenyewe ndiye ako na ruhusa, sijui alitoa hiyo ruhusa wapi, ya kwenda akifungua stages kila mahali ambapo wanafikiria. Wakipaza sauti zao kwa pamoja, sasa wanaomba maafisa wa usalama kuanzisha misako ya usiku ili kuwanasa wanaoendesha pikipiki zisizo na usajili na kurejesha amani mitaani. Kuna yale masaa ambayo uwanga watu wetu wanaogopa. Tunajua kwamba kuna wenye wanafanya usiku, lakini wanafanya kazi wakiwa na uofu. Kwa maana kuanzia saa 3 usiku watu wetu wanaanza kuogopea, hata wakifanya kazi wanafanya kazi kama hawako comfortable. Huku machungu ya utovu wa usalama yakizidi kuwabana, matumaini ya wahudumu hao sasa yako mikononi mwa vyombo vya usalama, wakisubiri kuona kama hatua zitachukuliwa kabla hofu haijageuka kuwa janga. Susan Locho, runinga ya TV47. Asante sana Susan Locho kwa taarifa hiyo.